Kwa majina naitwa Zablon Kitomari, maarufu sana Masawe. Nakaa mtaa wa Engo Sheraton, jiji la Arusha. Niko leo ndani ya wilaya ya Arumeru kwa sababu ya msiba wa mtoto wa dada yangu Benson. Asubuhi na mapema nimefika mochwari, maana juzi pia mimi ndo niliupokea mwili mochwari kutokea Songwe. Kwa hiyo asubuhi nimefika mapema mochwari kwa ajili ya maandalizi ya mwili, nikiwa nawasiliana na mdogo wangu, mama yake na marehemu pamoja na baba yake, ili waje tuweze kuchukua mwili kwa msafara, tumpe heshima mjomba wangu. Lakini cha kusikitisha sana, nimefika mochwari nikakuta mwili umeshachukuliwa, umeletwa huku nyumbani. Mama hajafika kwenye mochwari wala baba wa mtoto hajafika mochwari. Mimi mjomba wake mwenyewe sijafika mochwari, wala mama zake wadogo wala mama zake wakubwa na marehemu hawajafika mochwari. Okay, basi ilibidi niwashe gari nije mpaka eneo la msiba. Na nilipofika eneo la msiba, kwa bahati mbaya sana nimefika nikakuta mwili tena umerudishwa, kwa sababu vijana wanaojiita wadudu walizuia mwili ule usiingizwe ndani. Kwa nini umeletwa kwa haraka? Kwa hiyo ulirudishwa mochwari, msafara ukaenda kuanza upya. Kama vile waandishi wa habari mnavyoona, msafara ndio umeingia sasa hivi na amani inatawala. Na tunashukuru sana jeshi la polisi wilaya ya Arumeru kwa kuona changamoto iliyojitokeza na vurugu zilizotokea asubuhi. Basi polisi waliona kuokoa jamii iliyoko eneo hili pasitokee vurugu nyingine au pakatokea shida kubwa. Basi polisi wamefika eneo hili kwa ajili ya ulinzi na usalama wa wafiwa na waombolezaji. Kimsingi mjomba wangu alitokea kwangu kwa mara ya kwanza, akaelekea mkoani Tanga kwa utafutaji wa madini. Akiwa Tanga alipigiwa simu na vijana wa ndani ya boma lao hapa kwa Maretu, akawafuata huko mkoa mpya wa Songwe kwenye machimbo ya dhahabu. Amefika Jumapili ya wiki iliyopita usiku kwa maelezo ya aliyempokea. Lakini cha kusikitisha, Jumatatu yake hakuonekana na yule aliyempokea hakutupa taarifa kilichotokea. Hata na yeye alikuwa hapatikani tena kwenye simu. Jumanne hakupatikana kwenye simu. Lakini Jumatano, kwa taarifa tulizozipata kutoka huko Songwe kwa wale wachimbaji wengine waliokuwepo huko ambao ni watu wa mtaa huu, walisema ndio yule bwana alienda kutoa taarifa polisi, ndipo mwili ukaonekana kwenye maduara ya dhahabu. Basi sisi hatukuwa na la kufanya, maana ni mbali. Wakati tunafikiria labda tuende, tayari wakasema wanaleta mwili, tutume fedha, ila zilitumwa. Kurudishwa mwili mochwari siku ya leo asubuhi sio kwamba ni mashaka ya kifo, isipokuwa ni utaratibu pia au kufuatwa, kwa sababu huwezi enda kuchukua mwili wa mtoto wa mtu bila mzazi wake kufika mochwari na kuona mwili wa mtoto wake na uandaliwe. Nadhani hata wewe mwandishi unafahamu kuna taratibu mtu anapotaka kwenda kuzikwa zinafanyika pale mochwari, na lazima taratibu zile baba wa kijana awepo au mama au mjomba wake kama mimi ninavyoongea hapa. Lakini cha kusikitisha, hapa kuwepo na mtu wa aina yote kati ya hayo makundi niliyokutajia. Mwili umeletwa hapa nafikiri ni saa 1 kama na nusu au dakika 20 ndio umefikishwa hapa. Kwa hiyo kwa kweli kimsingi imetutia mashaka sana, kwa nini mwili huo ukachukuliwa haraka haraka mochwari na kuletwa nyumbani haraka haraka bila familia kuwepo. Amefika siku moja Jumapili usiku, na Jumatatu tukapata taarifa haonekani. Baada ya kupata taarifa zile kwamba haonekani, ile simu haikupatikana tena mpaka tulipokuja kuipata siku ya Alhamisi na kuambiwa mjomba wangu amefariki. Mpaka sasa hivi nadhani hajahojiwa. Hakuna aliyemhoji, na alikuja na maiti. Kwa hiyo hakuna aliyemhoji. Niliongea naye kirafiki, maelezo alionipa pale mochwari hiyo siku napokea mwili, mimi binafsi alinisikitisha, kwa sababu anasema alimpokea mjomba wangu Benson, na alipomaliza kumpokea alienda akamnunulia waini ya shilingi 4,000, na baada ya hapo alimpa shilingi 15,000 kama kianzio cha kunywea chai kesho yake asubuhi Jumatatu. Lakini anasema baada ya muda huo mjomba wangu akampotelea. Nikamwambia sasa alipopotea ulichukua hatua gani? Hakuwa na majibu ya kuridhisha. Lakini kwa maelezo ya baba yake mdogo na huyo kijana,
na huyu mjomba wangu, maana naye alikuja naye kutoka huko Songwe. Anasema kesho yake huyo kijana alimpokea alienda kwenye shughuli zake za uchimbaji kawaida. Kwa hiyo kwa kweli sisi tunamwachia Mungu. Mungu atafanya mwenyewe kwa sababu yeye ndio mtoa maamuzi na ndio mtoa hukumu. Sisi kama wanadamu hatuna la kusema. Jina nitoka Lango TZ. Swala hili bana si hatujafurahishwa nalo kutokana na kwamba mkuu haiwezekani kwamba huyu ni mwenetu, ni classmate wetu, tumesoma naye, aletwa asubuhi saa 11 na wakati sheria ya msiba huaga kwamba saa 3 saa 4 sisi tunajigusana vijana wenzake, kisha tunaenda mochwari kuja na mwenzetu. Lakini ile swala la kumleta saa 11 asubuhi asi hatujafurahishwa nalo kabisa, ndio maana imechukuliwa hatua kwamba arudishwe, alafu sasa ndio tumfuate sisi tukaenda kumchukua sisi kijana mwenzetu aje tuweze kumpumzisha. Naitwa Daktari Faraja Maliaki, ni mheshimiwa diwani wa kata hii ya Mbureni. Tuko kwenye maombolezo ya kijana wetu na jambo lililotokea limetuletea sisi taharuki, na jambo lililotokea limewaletea wananchi wangu taharuki, especially boma, lakini wanawake na wanaume wote, waombolezaji wote. Jambo hili limeleta taharuki kubwa kwa sababu wana Mbureni sisi tumezoea ustaarabu. Katika ibada zote za mazishi tumezoea kwamba ibada Mungu mbele, kanisa lipewe nafasi yake ya kufanya ibada, lakini pia waombolezaji wote wapewe nafasi ya kufanya maombolezo kwa ndugu yetu, mtoto wetu, kijana wetu. Na jambo hili limetuletea impact kubwa, especially hata boma halijafurahia jambo hili, lakini si boma, ni pamoja na sisi serikali. Movement hii ambayo imetokea hapa haijatufurahisha kiukweli. Hii movement haikuwa nzuri, especially tulikuwa boma imepanga ratiba iende na muda, na kiukweli haikuweza kwenda na muda kwa sababu mwili ulirudishwa. Hii movement ilikuwa ni changamoto kwetu. Nani waliorudisha mwili na wana nguvu gani? Physically siwezi kuwataja physically mmoja, lakini kiukweli movement haikuwa nzuri kwetu. Ni kama mnaogopa sasa mheshimiwa diwani, kama unashindwa kuwataja na watu hapo na wewe unasema hili jambo especially sikuwepo, pia ndo nakuja hapa msibani. Lakini ninaona kiukweli kwa simu na taarifa movement ilikuwa nzuri sana. Kama hii kurudisha mwili, ratiba iliyokuwa imepangwa kiukweli ilikuwa tumepanga tuende on time, mazishi yafanyike on time, lakini sasa hii movement ya kurudisha mwili ilikuwa ni changamoto kwetu.